Yes, bana, habari za udaku zinatuhabarisha kwamba kumeanza kuchangamka. Daktari atoboa siri nzito kuhusu afya ya uzazi ya Wema Sepetu baada ya kujifungua. Popote unakoendelea kutazama taarifa mbalimbali kupitia Biomedia, karibu sana. On the microphone is Ogelo Official Rose D. Konani leo, basi ambatana na mimi mpaka tamati. Daktari afichua siri kuhusu afya ya uzazi wa Wema Sepetu, aeleza sababu zinazochanganya wataalamu. Ni katika jiji la Dar es Salaam, mtazamaji. Kumekuwa na mjadala mpya kufuatilia kauli ya daktari mmoja kutoka katika hospitali maarufu ambaye amefichua baadhi ya taarifa kuhusu hali ya afya ya uzazi ya Wema Sepetu, hatua ambayo inazidi kuzua gumzo mitandaoni miongoni mwa wadau wa afya na jamii kwa ujumla. Daktari huyo ambaye hakutaja jina lake litajwa hadharani kutokana na sababu za kikazi na maadili ya kitabibu, amesema kuwa mwanamke huyo amefanyiwa vipimo mara 2 tofauti katika hospitali yao, lakini matokeo yote yalionyesha hakuna tatizo lolote ambalo linahusiana na uwezo wake wa kushika ujauzito. Kwa mujibu wa daktari huyo, hali hiyo iliwashangaza wataalamu wa hospitali hiyo kutokana na ukweli kwamba vipimo vya kitabibu vilionyesha viungo vya uzazi kuwa katika hali ya kawaida bila matatizo yote yanayoonekana kiafya. Katika nilikuwa nasema tumemfanyia vipimo mara 2 na kwa uhalisia hakuna tatizo lolote la uzazi lililobainika. Kitaalamu kila kitu kilionekana kiko sawa, amenukuliwa akieleza daktari huyo. Bana, daktari ameendelea kueleza kuwa baada ya uchunguzi wa awali kukosa majibu ya moja kwa moja, uongozi wa hospitali hiyo ulimshauri mwanadada Wema kuangaliwa zaidi katika hospitali ya nje ya nchi, ikiwa ni pamoja na kufanyiwa huduma ya upandikizaji wa mimba, yani IVF, kwa gharama ambazo zilikuwa tayari kugharamiwa na taasisi hiyo ya afya. Hata hivyo, kwa mujibu wa taarifa hizo, Wema alikataa pendekezo hilo, akisitiza kuwa anaamini muda wake wa kupata mtoto utapofika atabarikiwa kupata ujauzito kwa njia ya kawaida bila kuhitaji uingiliaji wa kitabibu. Alisema wazi kuwa anasubiri muda wa Mungu ufike na anaamini atapata mtoto bila tatizo, imeelezwa katika maelezo hayo ya daktari. Lakini pia daktari huyo ameongeza kuwa hali ya mwanamke huyo imekuwa ya kushangaza hata kwa wataalamu wa afya, kwani mara nyingi vipimo vinaweza kuonyesha kila kitu kiko sawa, lakini changamoto ya kushika ujauzito ikaendelea kuwepo bila sababu dhahiri zinazoeleweka kwa urahisi. Maelezo pia ya daktari ameeleza kuwa katika baadhi ya matukio kama hayo, sababu zinaweza kuwa za kisaikolojia, mabadiliko ya mwili yasiyoonekana moja kwa moja kwenye vipimo vya kawaida, au sababu nyingine za kitabibu zinazohitaji uchunguzi wa kina zaidi. Kauli ya daktari huyo kiukweli, mtazamaji, inaibua mjadala mpana kuhusu uhusiano kati ya tiba za kisasa na imani za kiroho katika masuala ya uzazi. Kwamba nini hasa ambacho kinaendelea kwa mwanadada Wema Sepetu. Lakini kiukweli bado hakuna tamko rasmi kutoka kwa mhusika mwenyewe kuhusu taarifa hizo, jambo ambalo linaacha nafasi ya tafsiri na mitazamo tofauti katika jamii. Kwa sasa hali ya uzazi ya Wema Sepetu inaendelea kuwa muda nyeti na yenye hisia tofauti mitaani na mitandaoni, huku wataalamu wakihimiza tahadhari katika kutoa na kupokea taarifa za kitabibu bila uthibitisho rasmi ili kuepuka upotoshaji na dhana zisizo sahihi katika jamii. Bana, mambo iko hivyo sasa hivi. Wema ni mama olie. Una maoni gani katika hili? Moja kwa moja endelea kuandika maoni yako, tuangazie wakati mwingine.